Asante, naitwa Meja James Simon Mwame, mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Suma JKT Electric Company Limited. Lakini pia ni msimamizi mkuu wa mradi huu wa usambazaji umeme mkoa wa Njombe, wilaya ya Ludewa na Makete. Scope nzima ya mradi huu una zaidi ya kilomita 36.6 ambapo ndani yake kuna vitongoji zaidi ya vitongoji 6. Mpaka sasa hivi tumeshawasha vitongoji vitatu na vitongoji vitatu vipo kwenye hatua ya umaliziaji. Kwa hiyo tunaamini mpaka tarehe 30 mwezi wa 7 tunakamilisha vitongoji vitatu vilivyobakia. Kikubwa kilichotufanya mpaka tumechelewa kukamilisha huu mradi huu ni changamoto ya kimazingira. Tunaelewa tupo katika ukanda mwa Ziwa Nyasa na namna ya usafirishaji material kutokea Makete mpaka kufikia vijiji vya Chanjale, Nkanda na Lumbila, hali haikuwa rahisi, ni ngumu sana. Usafirishaji tunatumia hizo boti za mbao, lakini ukifika ufukweni pia labidi watumie binadamu kuvuta nguzo, kunyanyua madramu ya waya na vifaa vingine kwa ajili ya ujenzi wa laini ya umeme. Lakini pia hali ya hewa, ziwa linabadilika kila wakati. Kuna wakati linaruhusu kufanya shughuli, kuna wakati haliruhusu kufanya shughuli. Na tunavyojua kwamba namna ya kusafirisha hayo material na vifaa vyote, hakuna njia nyingine yoyote zaidi ya kuingia kwenye maji. Hicho ndicho kilichokuwa ni kigezo au tatizo kubwa sana la kukamilisha mradi huu kwa wakati. Lakini haikuwa hiyo peke yake tu, juu tumejionea wenyewe waandishi wa habari, kuna misitu mikubwa, miamba mikubwa. Kwa siku mnaweza mkachimba mashimo 4 tu ndani ya kilomita 1, na kilomita 1 ina zaidi ya mashimo 14 mpaka 16. Kwa hizo ni changamoto ambazo tumekutana nazo, lakini tunawashukuru wananchi wa Nkanda, Lumbila, tulipambana nao pamoja mpaka leo hii wananchi wanafurahia umeme wameupata kwa wakati, na sasa hivi kila mwananchi anashuhudia kwamba Suma JKT imefanya kazi, hata kazi ilikuwa ngumu. Kwa majina naitwa Engineer Marlon Bulugu, ni msimamizi wa miradi ya REA mkoa wa Njombe. Tupo katika kijiji cha Chanjale ambacho ni miongoni mwa vijiji vya mwambao wa Ziwa Nyasa. REA katika mwambao huu tuna mradi ambao tunatekeleza kupeleka umeme katika vitongoji, na tumeanza na vitongoji vya kijiji cha Nkanda, tukafata vitongoji vya kijiji cha Lumbila, na mpaka sasa tupo katika vitongoji vya kijiji cha Chanjale. Kwa maendeleo ya mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Suma JKT Electric Company Limited, ambao ni kampuni ya wazawa ya Tanzania, na utekelezaji wa mradi huu wameshakamilisha kwa maana ya ujenzi wa miundombinu ya laini kubwa na laini ndogo, na kwa sasa wanaendelea na kuunganisha wateja katika vijiji hivi vya mwambao, ambapo mpaka sasa utekelezaji wake ni tayari tumeshawasha vijiji vyote vitatu. Manake kwa maana ya ujenzi imekamilika kwa 100%, na sasa tunaendelea na zoezi la kuunganisha wateja. Suma JKT ni jeshi haliwezi kushindwa popote, sawa ndugu zangu? Kwa hiyo hawataondoka huku mpaka wamalize umeme maeneo yote ambayo bado. Kwa hiyo ndugu zangu, hadi Disemba mtaona hapa kazi kubwa imeshafanyika. Pengine umeme utakuwa umeshawaka, sababu wameshasainishwa mikataba, fedha wameshapewa, wanaandaa nguzo sasa ili waweze kuzileta, na kikosi chao kingine kimeenda Kimata. Si mmesikia Lumbila wameshawasha umeme, kwa hiyo sasa watakuja kuwasha hapa. Hali ilikuwa ni hali ngumu sana sana sana, kwa sababu tulikuwa tunalala giza, lakini hatukutegemea kwamba sisi umeme utafika Chanjale. Lakini Mwenyezi Mungu amepigana sana, Baba Kamonga na Mama Samia, hadi umeme umefika Chanjale. Ila hali ilikuwa ni ngumu sana sana sana, ila vijana saizi tunainuka, tutafanya kazi, tutafanya biashara, masamaki saizi tutapata. Ina maana sisi saizi mafriji tutanunua. Changamoto zetu Mungu atatusaidia. Asante. Aendelee kutusaidia katika matatizo tuliyokuwa nao, kwa sababu huku tulikuwa shimoni, walitutupa mbali sana kuanzia muda, lakini saizi wametukumbuka na mpaka saizi hapa wametuona sisi watu ndio watu, na tunaendelea kupambana na maisha, na lazima tuchanganue changamoto tulizokuwa nazo.